So welcome once again to today's session on Kiswahili Fasihi. I've already introduced a number of us who are already in the Zoom room, and I can see more are joining. Thank you so much. For those who are not successful in scanning, if you're not able to use your Google Lens, then just go to Play Store and download the QR code scanner. That way it could be easier for you, but for many others, they use the Google Lens and it's successful. So if you're not able to use the Google Lens or the lens on Chrome, then you can just go to Play Store and download the QR code scanner, see whether you get successful. So our Facebook page is Oxford University Press East Africa. Oxford University Press East Africa. You'll find yesterday's recording for English. Today we have Kiswahili. Thank you. And our trainer is already here. So I would request I introduce her in a bit. Okay. There goes the profile of our trainer for the day, Dr. Assumpta K. Matei. She's a career educationist with vast experience in education, educational assessment, and research. She has vast experience in the teaching of Kiswahili language and literature. An accomplished author, Dr. Assumpta has various titles to her name, many of which have been approved to facilitate implementation of the competency-based curriculum and assessment. Among the books she has authored are Fani ya Fasihi Simulizi for grade 7, 8, and 9, which we'll be looking at today, Zawadi ya Thamani, a novella for grade 7, and she's also written several poems published in the Swahili Anthology of Poems known as Jipe Moyo na Mashairi Mengine. So Dr. Assumpta, I hope you can hear us and you can unmute and go ahead. Karibu sana. Thank you. Asante sana, Susan, kwa kunitambulisha. Walimu wenzangu, hamjambo. Leo hii nina furaha ya kwamba nimepata fursa ya kutangamana na walimu wenzangu ambao ndio washughulikia wanafunzi katika gredi ya 7 hadi ya 9. Tuna mengi ambayo tunaweza kuzungumzia leo, lakini leo ningependa tubadilishane mawazo tu kuhusiana na ufundishaji na ujifunzaji wa fasihi katika kiwango hiki cha daraja ya awali ya shule za upili. Tutakuwa tukitazama yale ambayo tunahitaji kuwashughulikia wanafunzi katika kiwango hiki. Kumbuka hawa ni wa daraja ya chini tu, si wa kule ambako kumepevuka, wala si wa shule ya msingi. Kwa hivyo hata kabla hatujazungumzia hiyo fasihi, ningependa pengine tuangalie tu kwa kijumla, ikiwa Bisuza anaweza tupeleka kwenye hizo cover page za hapo mbele kidogo. Tuangalie tu kwa kijumla yale ambayo yanahitajika katika kozi hii ama katika kiwango hiki. Tumetazama hapo fasihi andishi ambayo ina novela, ina tamthilia, ina mashairi, naona utaona Jipe Moyo, utaona Kauli ya Leo, utaona Zawadi ya Thamani na mengine. Pia kuna fasihi simulizi unaiona pale. Pia kuna lugha. Najua tumekuwa tukifundisha lugha kuanzia hawa watoto walipoingia grade ya 7. Kuna lugha ambayo tunafundisha pale. Na lugha ni pana. Kuna usomaji ambao si wa kina, si wa fasaha ama si wa sauti. Kuna usomaji pia wa mapana. Na wakati wanaposoma kwa mapana wanajifunza mambo mengi, misamiati mbalimbali, wanajifunza masuala mbalimbali ambayo yanaathiri jamii yao. Hayo yote tunahitaji kuwashughulikia wanafunzi wetu waweze kuyapata na waweze kupanua ujuzi wao wa lugha kupitia kwa misamiati inayotumiwa, kupitia kwa masuala ambayo yanatumiwa, kupitia kwa mitindo ya wasilishaji ambayo inatumiwa
Na hayo yote, kama mwanafunzi anataka kuelewa msamiati, anaweza kutumia kamusi. Pia anaweza kueleza maana kulingana na namna ambavyo imetumika katika ufahamu ama kifungu ambacho amepewa. Kwa hiyo ni jumla tu. Ningependa tuende tuangalie fasihi basi. Ni kipi ambacho sisi walimu tunastahili kuwasaidia ama kuwafanikisha wanafunzi wetu kujifunza. Waeleze ama waongoze hawa wanafunzi wajue ama wafahamu maana ya fasihi. Fasihi kama sanaa, sanaa ambayo inatumia lugha kwa ufundi. Watazame hao, waulize ni mambo yapi ama ni sanaa ipi ambayo wanajua. Watakuambia wanajua kufuma mikeka, wanajua kufuma vikapu, uwaambie basi fasihi ni kama hiyo sanaa. Tofauti ni kwamba inatumia lugha, haitumii kazi ya mikono ama vitu kama vile udongo. Pia tuwaelekeze kufahamu sifa za fasihi, ya kwamba mojawapo umeiona pale ni kutumia lugha kwa ubunifu au kwa ufundi. Ni kuwa na fanani au mwandishi au hata msimulizi ambaye anaelezea maswali. Inaweza pia kuwasilishwa kwa njia ya kinywa, wengine watasema mdomo, inaweza pia kuwasilishwa kwa kuandikwa. Tunaendelea na hivyo vipengele vya fasihi kwa jumla. Muongoze pia, ikiwa Susan tutaendelea kidogo, muongoze kutazama vipengele vya kushughulikia katika hiyo fasihi, ajue umuhimu wa fasihi. Na hapa tafadhali ujue hawa wanafunzi si hata wafahamu. Kuanzia wakiwa wadogo washafundishwa, washatambiwa hadithi. Utawauliza, je, wakati ambapo ulitambiwa hadithi na babu na nyanya ama mkatambiana, ulipata faida gani? Wengine watakwambia waliburudika, wengine watakwambia waliweza kujua utamaduni wa jamii yao, wengine watakwambia kwamba walijifunza maadili mbalimbali kama vile bidii na kadhalika. Kuna wale ambao watakwambia kwamba walijifunza kuwaza kwa kina na kutatua matatizo. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa fasihi na ambayo unaweza kumsaidia mwanafunzi wako kuyapata kupitia kwa kumshirikisha katika shughuli ambazo zinamfanya aelewe masuala haya. Kisha katika hatua hiyo nyingine, katika hiyo slide nyingine ambayo tunaona pale, ni kwamba utamuongoza mwanafunzi kutambua makundi ya fasihi. Makundi ya fasihi, na kuna makundi mawili makuu ya fasihi. Kuna fasihi andishi, fasihi simulizi. Katika fasihi andishi ya kiwango hiki utamzungumzia masuala ya novela gredi ya 7, utazungumzia masuala ya tamthilia gredi ya 8, utazungumzia masuala ya ushairi gredi ya 9. Hayo tutayaona baadaye. Kisha umvushe, umsaidie sasa kufafanua fasihi simulizi ambayo inawasilishwa kwa hadhira hai kwa njia ya kinywa. Kwa mfano, watakuambia hadithi, watakuambia hekaya na kadhalika. Kwa hivyo hayo yote utakuwa umewaelekeza kujua fasihi simulizi ni gani. Umuhimu wake ni kwamba waone tofauti kati ya fasihi hizi mbili ama kati ya makundi haya mawili. Moja huandikwa, moja hufanya nini? Husimuliwa. Moja ina hadhira hai ambayo inatazamana ana kwa ana na yule ambaye anawasilisha. Nyingine ina hadhira ambayo si hai, inasoma, unaweza kusoma baadaye. Tukienda katika kipengele hicho, tumejumuisha sasa. Hebu angalia zile tanzu za fasihi. Mti huu utakusaidia sana wewe kama mwalimu kumwelekeza mwanafunzi hata kuelewa maana ya utanzu, sivyo? Unaona kuna mti ambao una shina, na hiyo shina ina tanzu, ina matawi. Utanzu ni tawi, ina matawi. Sasa hizi ni tanzu za fasihi simulizi. Kuna hadithi, kuna nyimbo, kuna semi, kuna mazungumzo, kuna maigizo. Lakini katika kiwango hiki tuna tanzu 4 tu ambazo tutashughulikia. Tutashughulikia hadithi, tutashughulikia nyimbo, tutashughulikia semi, tutashughulikia mazungumzo. Maigizo
yatashikika kidogo tu katika kule kuwasilisha tungo mbalimbali kama vile hadithi. Tutazame basi vile vipengele vya kijumla ambavyo itabidi umuongoze mwanafunzi katika kuvielewa. Na hapa tunaangalia, kama tutaangalia hiyo slide nyingine, tutatazama tanzu zenyewe za fasihi simulizi. Hiyo slide nyingine Susan, tanzu zenyewe za fasihi simulizi, na tumezitaja kabisa katika kiwango hiki. Utatazama ushairi simulizi ambao ni nyimbo. Na nyimbo utaangalia aina za nyimbo, utaangalia nyimbo za watoto, utaangalia nyimbo za bembelezi, utaangalia nyimbo za dini, utaangalia nyimbo za kazi. Tutaangalia tutashughulikia hayo tukiendelea, nyimbo za kazi. Kwa hiyo hizo ndizo nyimbo ambazo mtatazama katika kiwango hiki. Kisha ukienda kwa utanzu wa hadithi, utatazama utaanza kwa migani, uende kwa visasili, uende kwa hurafa, uende kwa hekaya. Hayo yote utamsaidia mwanafunzi wako kujifunza huku akishiriki. Si mambo ya kumsimulia, atajifunza huku akishiriki. Ningependa tuzame kidogo tu katika vipengele vya kijumla ambavyo vinahusiana na uchambuzi wa fasihi. Uchambuzi wa fasihi, iwe simulizi, iwe nini, iwe andishi. Tutaangalia hapo. Tumetoa mfano wa dondoo kutoka Zawadi ya Thamani, na dondoo hilo, turudi tu pale, dondoo hilo linashughulikia nini? Kuna maudhui, kuna dhamira, kuna mandhari, kuna ploti, kuna wahusika na kuna lugha. Kijumla hayo ndiyo ambayo mwanafunzi katika kiwango hiki ama katika kiwango chochote anastahili kupitishwa ama kupitishiwa kupitia katika tungo zote za fasihi. Kwa hivyo ukitazama kama hili dondoo, na nafikiri tunaweza kuendelea pale, utawaelekeza kwa mfano katika vitabu ambavyo vimeidhinishwa. Kuna vingi tu ambavyo vimeidhinishwa. Kuna novela zaidi ya 5 ama 6 ambazo zimeidhinishwa. Kuna tamthilia zaidi ya 6 ambazo zimeidhinishwa na Wizara ya Elimu. Kuna diwani za mashairi nyingi tu ambazo zimeidhinishwa. Jukumu lako kama mwalimu ni lipi? Ni kupitia vitabu hivi na kuteua kimoja au viwili ambavyo unaona vinawafaa wanafunzi wako vizuri. Kumbuka, vitabu hivi vyote vimefanyiwa utahini, vimetathminiwa vizuri na Wizara ya Elimu, KICD vizuri, na vyote vimetumia vigezo vile vile. Kwa hivyo ni juu yako tu kuchagua ama kuteua kile ambacho unaona kinamfaa mwanafunzi wako. Mpitie masuala hayo. Kwa mfano, kama ni tamthilia kama Insha ya Siri, unaweza kuangalia dhamira. Si lazima, si unaweza. Utamuongoza mwanafunzi kutambua dhamira. Na dhamira ni nini? Ni suala kuu linaloshughulikiwa katika kazi ya fasihi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Unaweza kusema ndilo lengo la kazi hiyo. Kisha kuna maudhui. Maudhui ni masuala tu ambayo yanashughulikiwa. Yanaweza kuwa mengi, lakini yote yanasaidia kujenga lengo kuu. Labda lengo kuu la mwandishi ni kupinga unyanyasaji wa kijinsia au kupinga ulanguzi wa binadamu. Atatumia masuala mbalimbali kama vile ajira ya watoto na kadhalika kuonyesha ama kukuza dhamira hiyo. Kwa hivyo ni juu yako kumwelekeza mwanafunzi wako kutambua maudhui na dhamira. Kisha tukienda kwenye hiyo slide nyingine, utaangalia kama ni hiyo dhamira, utamwelekeza kufahamu ni mambo yapi ambayo yanamwelekeza kujua hizo dhamira ama kupata dhamira hizo. Atatazama matendo ya wahusika, atatazama maneno ambayo wahusika wametumia, atatazama mahusiano ya wahusika hao na mbinu za lugha ambazo zimetumiwa katika kazi hiyo. Itamwelekeza kukuza ama kujua kweli mwandishi alikuwa anakuza dhamira hii. Kwa hivyo hiyo ni dhamira na maudhui. Kisha kuna mandhari. Mandhari ni kile ambacho wale wanajua Kiingereza wanakiita setting.
Nakumbuka kazi ya fasihi yoyote ile, iwe fasihi simulizi, iwe fasihi andishi, inatumia mandhari. Usimulizi ama matukio yote ya kazi ya fasihi yanatokea mahali fulani, yanatokea wakati fulani, yanatokea katika hali fulani ama katika mazingira fulani ama utamaduni fulani. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana ya mandhari. Na wewe utamuongoza mwanafunzi kwa kumuuliza, je, unapoangalia dondoo hilo, unaona kama ilitokea wapi ama tukio hili linatokea wapi? Kuna mfano hapo, onyesho la 3 ni nyumbani, ni nyumbani. Sasa hayo ni mandhari ya nini? Ya mahali, yanaonyesha pale ambapo onyesho hilo linatokea na kadhalika. Ukiangalia huku kwingine pia unapata ya kwamba mhusika anaweza kuwa katika hali ya dhiki ama katika hali ya majonzi ama katika hali ya furaha. Hayo yote pia ni mandhari, the setting, yanazungumzia hali ambazo zinazunguka kazi fulani ya kifasihi. Hebu tutazame katika hiyo slide ambayo tunapata pale mbele. Unapotazama mandhari, baada ya mandhari pia mwelekeze mwanafunzi kutambua ploti. Na ploti tumesema ni mfuatano wa matukio kulingana na jinsi matukio haya yanavyosababishana. Unajiuliza nini kimetokea, kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa kawaida novela huweza kuwa na ploti ambayo inaenda moja kwa moja. Kuna baadhi ya kazi ambazo kuna ploti ambapo inakurudisha nyuma na kurudisha nyuma kutazama kusimulia matukio ya awali ambayo yalitokea. Kwa hivyo hiyo ni ploti. Baada ya ploti, mwangalia msaidie mwanafunzi wako kujifunza mbinu za lugha ambazo zimetumiwa kuwasilisha kazi hiyo. Kumbuka nimesema fasihi ni sanaa. Na fasihi sanaa hii hutambulika kwa matumizi yake ya lugha. Kwa hivyo lugha ndiyo ambayo inatambulisha fasihi. Na lugha ndiyo ambayo inamjengea huyu mwanafunzi sifa za mhusika. Lugha ndiyo ambayo inamjengea huyu mwanafunzi mandhari. Lugha ndiyo ambayo inamsaidia mwanafunzi kuona dhamira na maudhui na kadhalika. Kwa hivyo ni muhimu kumsaidia mwanafunzi kuchunguza lugha ambayo imetumika, lakini si kuchunguza, umuulize, unafikiri lugha hiyo, kwa nini mwandishi akatumia lugha ya aina hiyo? Kwa hiyo ni vizuri umwelekeze mwanafunzi wako ipasavyo kutambua yale. Nafikiri tumepitia maudhui, hatuna haja ya kurudia pale. Tumepitia dhamira, hatuna haja ya kurudia dhamira. Naomba tuangalie wahusika, na tumepitia mandhari vizuri. Tukasema ni wakati, ni mahali, ni wakati na hali ambapo kazi fulani ya fasihi hujitokeza. Ningependa tuangalie umuhimu wa mandhari. Umuhimu wa mandhari, nafikiri ni slide ya 17 hapo Susan. Umuhimu wa mandhari. Tumezungumzia maudhui. Maana ya maudhui, namna ya kutambua maudhui, achunguze kwa mfano matendo ya wahusika nimeyazungumzia, achunguze kwa mfano maneno ya wahusika. Hayo ndiyo ambayo wataangalia katika dhamira. Mandhari tumezungumzia vizuri, mahali, wakati na hali ambapo kazi inafanyika. Tuangalie umuhimu wa mandhari. Umuhimu wa mandhari, na tumepewa dondoo fulani pale katika kutoka Zawadi ya Thamani. Na mandhari yanakuonyesha nini? Mandhari huweza kukuonyesha kwa mfano, kuchangia, kukuza maudhui ya kazi ambayo mwanafunzi anasoma au kusikiliza. Pale ambapo mhusika anaishi, panaweza kuonyesha hadhi yake ama hali yake, umaskini, utabaka, uwajibikaji na kadhalika. Inaweza pia kujenga tabia ya mhusika ambaye anaishi katika mazingira magumu bila kukata tamaa, yaonyesha ya kwamba huyo ni mhusika ambaye ni jasiri, huyo ni mhusika ambaye hakati tamaa, huyo ni mhusika ambaye ana matumaini na kadhalika. Hebu tuangalie wahusika.
Na tunaona hapo tumepewa mambo matatu. Kuna shairi, tumechukua tu madondoo kutoka kwa zile tungo ambazo tumejifundisha. Kuna shairi, kuna tamthilia, kisha kuna ngano pale. Kuna hadithi. Rudi kidogo Susan pale. Kuna ngano. Rudi kidogo. Kuna shairi na kuna ngano. Ukiangalia shairi la kwanza pale, kuna mhusika anayezungumza, analalamikia jambo. Ukiangalia onyesho la pili pale, kuna wahusika ambao wametajwa kama vile jimbo na kadhalika. Kwa hivyo unawauliza wanafunzi wako, ni sawa Susan, twende kule. Unawauliza wanafunzi wako, unawauliza, je, wahusika hawa wanachangia nini? Wanachangia vipi kujenga maudhui? Wahusika hawa wanachangia vipi kuonyesha sifa za wahusika wengine? Na katika kuchambua wahusika, waelekeze wanafunzi wako kujua ya kwamba wahusika ni viumbe ambao wanapatikana katika utungo wa fasihi na wanawakilisha binadamu katika mazingira yake halisi. Wahusika hao wanaweza kuwa binadamu tunaowajua kama vile madaktari, walimu, mawakili. Wanaweza kuwa wanyama, lakini wanyama hawa wanapewa sifa kulingana na matendo ya binadamu, wanapewa sifa za binadamu. Wanaweza kuwa mazimu au majitu, wanaweza kuwa pepo, wanaweza kuwa miungu na kadhalika. Vitu visivyo hai pia. Ukiangalia baadhi ya hadithi, kuna mayai yanayozungumza, kuna mawe yanayozungumza. Hao wote ni wahusika, lakini wanawasilisha hali mbalimbali katika maisha ya binadamu. Kisha tunaweza kwenda Susan to the next slide. Ni vizuri pia kuwapitisha wanafunzi wako waelewe aina za hawa wahusika. Ni nani mhusika mkuu? Kwa mfano, kama ni dondoo umewapa ama ni kitabu wamesoma, ni nani mhusika mkuu? Ni nani ambaye matukio yote yanamhusu yeye? Ni nani ambao ni wahusika wadogo ambao ni kikwazo kwa huyu mhusika mkuu, au wanamwekea mitego au wanamsaidia katika kutatua mitego hiyo? Kuna mhusika ambaye habadiliki kitabia. Kwa nini habadiliki? Kuna mhusika ambaye anabadilika kitabia kulingana na jinsi sisi binadamu tunavyobadilika. Kwa nini? Unafikiri ni kwa nini mwandishi akatumia mhusika kama sungura ambaye mara zote anabakia kuwa mjanja na kadhalika? Hayo yote ni vizuri kumpitisha mwanafunzi wako kwa lugha ambayo mwanafunzi huyu anaelewa, na kwa kumshirikisha katika shughuli za ujifunzaji ambazo zinamsaidia kupata yale ambayo amejifundisha. Kisha sifa za mhusika, na ni njia zipi ambazo zinamsaidia kutambua sifa za mhusika. Unaweza ukisema mhusika fulani ni jasiri, tuseme Nadia ni jasiri. Ni mambo yapi ambayo yanakuonyesha, ama utamwelekeza mwanafunzi kutambua nini? Utamwelekeza umwambie, tazama matendo ya mhusika huyo, tazama maneno yake kwa wahusika wengine au kwake binafsi, tazama yale ambayo anasema kuhusu wahusika wengine, tazama mahusiano yake na wahusika wengine, tazama majina ambayo amepewa. Je, amepewa jina ambalo ni la majazi? Jina hili linakudokezea sifa gani za huyu mhusika? Tazama jinsi ambavyo huyu mhusika anaingiliana na nini, na mazingira yake. Mhusika ambayo tumesema anajitolea, kwa mfano tuseme novela inahusu janga la kimaumbile kama vile mafuriko, ambaye anajitolea kuwachukua watoto ambao wamefungiwa upande huo mwingine na maji. Huyo ni mhusika wa aina gani? Anajali maslahi ya jamii yake na kadhalika. Tukiangalia ile slide nyingine kuhusiana na wahusika, pia utatazama umuhimu wa wahusika katika kuijenga kazi hiyo ya kifasihi. Umuhimu wa wahusika. Kumbuka, mwandishi au msimulizi au nafsi neni kama ni ushairi, anateua wahusika kutekeleza majukumu mbalimbali. Kwa hivyo yeye mwenyewe huyo mhusika ana umuhimu gani? Anakuza dhamira gani? Kama nilivyosema, anajenga sifa za wahusika wengine kweli?
Ikiwa kweli huyu mhusika anahusiana na hao wengine vizuri, ama tuseme ya kwamba ni mhusika ambaye tuseme hata amechokozwa na mwingine, na uone akimrushia huyu mwingine maneno, je, utasema huyo ni mhusika wa aina gani? Kwa hivyo jinsi ambavyo anaingiliana na hao wahusika wengine inaonyesha tabia au inaonyesha sifa zake, jinsi ambavyo anaendeleza ploti kupitia kwa hatua ambazo anachukua. Na kuna mfano hapo tumepewa, ambaye mwanafunzi anazungumzia kuhusu mwalimu wake. Mwalimu wake huyo Daniela anauliza, mwalimu wangu, zawadi yangu ya thamani, mtazame pale mbele alipo. Asingekuwa na hilo jicho lake la kipanga, ningekuwa mgeni wa nani? Anaposema jicho lake la kipanga, anaonyesha huyu ni mwalimu mwenye makini sana, ambaye anatazama mwanafunzi hata kama hasemi chochote, anajua kwamba huyu mwanafunzi wangu ana jambo. Kwa hivyo kupitia kwa yale ambayo huyu Nadia anasema kuhusu Daniela, basi tunajua kwamba mwalimu Daniela ni mwalimu mwenye makini na kadhalika. Nafikiri huo mfano unatosha. Tunaweza kuendelea, Susan. Umuhimu wa husika, tunaweza kupiga hatua kidogo. Tumesema ploti, nafikiri tulipitia ploti, lakini tunasema hivi kidogo tu Susan, turudi pale. Ploti, utaangalia maana ya ploti, utaangalia sehemu za ploti, mwanzo pale ambapo ploti inaanzia, hadithi inaanzia, kati pale ambapo hadithi inasimuliwa, mwisho pale ambapo hadithi inaishia. Na hapo utamuongoza mwanafunzi wako kwa mfano kutambua, je, ule mgogoro ama lile tatizo ambalo lilianzia pale mwanzo limesuluhishwa? Umeachwa katika hali ya taharuki kutaka kujua huyu mhusika kutatokea nini, au litasuluhishwa tu kabisa, hatima ni gani? Au ameachwa katika hali ya mshtukizo, alifikiri huyu msichana atakuwa daktari lakini ameishia kuwa wakili. Huo ni mshtukizo, ameshtuka, it's a surprise. Kumbuka, kwa hivyo mwisho unaweza kuwa mara tatu: mwisho wa taharuki, mwisho ambao una suluhisho, mwisho ambao ni wa taharuki, na mwisho ambao unakushtua tu hata wewe msomaji. Una haja ya kumpitisha mwanafunzi katika kiwango hiki mambo yote ambayo ni magumu. Mwambie tu huu ni mwisho wa aina gani? Unaona kama tatizo limesuluhishwa, ama unahisi ya kwamba pana kitu ambacho unataka kujua baadaye? Tunaweza kusonga kidogo kwenye hiyo slide nyingine. Aina za ploti, nafikiri hapa utataja tu, kuna ile ploti ambayo ni nyepesi tu, inaeleweka moja kwa moja. Kisha kuna ile ambayo inakupeleka nyuma na mbele, lakini katika kiwango hiki ploti ni rahisi tu kwa sababu hiyo ni novela. Lakini ni vizuri katika kiwango hiki, na mtaala unasema watazame umuhimu wa ploti. Umuhimu wa ploti ni muhimu sana katika kiwango hiki. Na ni upi? Kujenga sifa za mhusika. Kujenga sifa za mhusika. Mhusika kwa mfano, hata kama ni hadithi, na ambaye akiona zimi tu anazimia, anaona zimi anazimia, na anaambiwa ni shujaa wa nchi hiyo. Huyo ni mhusika wa aina gani? Ni mhusika mwoga, tunamuita shujaa lakini ni mwoga. Kufafanua mandhari ya kwamba namna ambavyo vitendo vinasababishana vinaonyesha mandhari ya aina fulani. Naweza kuwa mandhari ya huzuni na kadhalika. Kukuza dhamira na maudhui pia, na kujenga toni ya kijumla ama kuonyesha mtazamo wa mwandishi au fanani au msimulizi kuhusiana na swala ambalo linazungumziwa. Kwa naweza kukujengea mandhari ambayo ni ya kutetemesha sana. Hapo anataka kupinga kwa mfano ulafi wa fisi kwa mfano na kadhalika. Tunaweza kuendelea kidogo. Daktari, hapa kuna swali ulikuwa kuuliza walimu. Nilisoma. Daktari angetaka kujua ama kutuambia tujadili umuhimu wa mbinu za lugha katika kuijenga kazi ya fasihi. Jadili umuhimu wa mbinu za lugha katika kuijenga kazi ya fasihi.
tunaweza weka majibu pale kwa chat box. Jadili umuhimu wa mbinu za lugha katika kuijenga kazi ya fasihi. Naomba tuweke majibu yetu pale kwa chat box, alafu Daktari Assumpta atatuongoza kwa majibu yetu. Kwa hivyo ningoje kidogo waweke majibu eh? Tafadhali. Utayasoma ama niyasome mimi? Utayasoma eh? Nitasoma. Una shida. Asante. Naomba walimu tusiogope kuweka jibu zetu. Mbinu za lugha huipa kazi ya fasihi. Imeenda haraka, kwa hivyo siwezi soma zote, lakini tutaangalia tu daktari. Kuna kueleza ujumbe, inatusaidia kujenga sifa ya mhusika. Takiri, kusisitiza, kujenga maudhui. Burudani huipa mvuto kazi ya fasihi. Kutia ladha na mvuto, kufafanua maudhui. Kuleta mawasiliano, kusaidia kujenga taswira kamili, kujenga maudhui. Alafu pia kuna mwalimu anaomba usonge karibu na kipaza sauti, ni kama sauti yako imefifia kidogo. Okay. Ndio tuweze kukusikia vizuri. Haya, amenisikia sasa mwalimu? Hiyo ni afadhali, asante. Karibu daktari. Sawa. Naweza tuongoza kutoka hapo. Asante. Okay, sawa. Nafikiri ni kama hawa walimu walikuwa na hayo majibu tu hata kabla sijawasilisha. Tayari. Na napenda. Unajua tunasema kwamba mtu ambaye hatoki anafikiri kwamba mamake ndiye anajua kupika. Na jinsi ambavyo unatanga na njia ndivyo ambavyo unajua. Kwa hivyo leo tumejifunza sisi sote, mimi najifunza kwao nao wanajifunza kwangu, ama tunafunzana tu, tunasaidiana kujifunza. Kwa hivyo tunasema ametaja kujenga wahusika, ni kweli. Lugha ambayo mhusika anatumia inaweza kumdhihirisha kama mhusika ambaye ana kiburi na kadhalika. Kufafanua mandhari ametaja vizuri. Kuongezea mvuto katika kazi ya kifasihi. Ametaja pia kusisitiza maudhui au kusisitiza ujumbe katika kazi ya kifasihi. Kumbuka katika ushairi unaporudia ama hata katika ngano, Shujaa Kipini alikimbia, akakimbia. Hapo unaonyesha zile shughuli ambazo huyu shujaa alikuwa nazo, ama ile bidii ama ule uzalendo aliokuwa nao akienda kupigania nchi yake dhidi ya majitu ambao labda yanaihangaisha nchi yake. Nafikiri Susan, tunaweza kusonga kama hakuna swali lolote. Anasema pia hutumiwa kujenga mahusiano kati ya wahusika. Nimeona jambo kama hilo, ni kweli kabisa. Ni kweli. Sasa katika kuwaelekeza kuchambua mbinu za lugha, waelekeze ya kwamba kuna baadhi ya mbinu za lugha ambazo ni za kimafumbo, zile ambazo tumezoea kuziita tamathali za usemi, lakini katika kiwango hiki tutumie tu ni za kimafumbo. Na kuna mbinu za lugha, tamathali za usemi kama vile sitiari, ukisema huyu ni simba, ama kanda ni sungura, hiyo ni sitiari. Kuna mbinu za lugha ambazo si za kimafumbo kama vile urudiaji, ni lugha ya moja kwa moja. Tanakali za sauti ni lugha ya moja kwa moja. Alianguka mchangani, fu ama pu ama tifu na kadhalika. Huo ni urudiaji. Unaweza kurudia neno, unaweza kurudia silabi, unaweza kurudia mambo mengi. Tunaweza kurudia mishororo na kadhalika. Tanakali za sauti unarudia ama unatumia sauti ambayo inatokea wakati kitendo fulani kinafanyika. Kwa mfano kama ni kitendawili, unasema ya kwamba prrrr, hadi Maka. Unajua ile prrrr ni tanakali ya sauti inayojenga kitendawili hicho ambacho kinaonyesha utelezi na kadhalika. Nadhani tunaweza usonge kidogo pale. Umuhimu wa mbinu za lugha tumeshapitia. Ni kujikumbusha, tutaangalia baadaye kwenye hizi
utawaongoza wanafunzi wako kwa mfano. Utawaongoza wanafunzi wako kwa mfano kutambua na kujadili hizo sifa za tamthilia. Uwaongoze kutambua kwamba tamthilia huendeshwa ama huwasilishwa, hadithi ya tamthilia huwasilishwa kwa njia ya kimazungumzo na maigizo au matendo ya wahusika. Huigiza tabia za binadamu halisi, hugawika katika sehemu na maonyesho, na ina maelekezo ya jukwani ambayo yatakuelekeza kutambua ni wapi tendo hilo linafanyika, ni wakati gani ambao tendo hilo linafanyika, na mhusika anaelekea wapi, ama mhusika amekumbwa na tatizo gani. Hayo ndiyo mambo ambayo yanaitofautisha tamthilia na novela. Novela ni mtindo wa kimasimulizi, ingawa kuna mazungumzo hapa kidogo tu, lakini tamthilia inaendelezwa kwa mtindo wa kimazungumzo ambayo inatokea katika mandhari fulani. Sehemu imegawika katika sehemu na maonyesho. Ningependa tutazame ushairi. Nafikiri tulimwacha Susan sana. Tutazame ushairi. Ushairi, enda kwa ushairi Susan. Ushairi ndio huo, uchambuzi wa ushairi. Na ningependa tuangalie hayo mashairi mawili. Tuna mashairi mawili ambayo tumepewa. Moja linaitwa uhuru, uhuru gani? Jingine linaitwa karibu kwetu shuleni panaitwa kivulini. Hebu yatazame hayo mashairi kama mwalimu. Fikiria kwamba mimi ni mwanafunzi wako. Utaniuliza nini? Utaniuliza, je, mashairi haya yanafanana vipi? Mashairi haya yanatofautiana vipi? Mimi naona yanafanana kwa sababu yamegawika katika beti. Mimi naona yanatofautiana kidogo kwa sababu moja lina vina ambavyo vinatiririka, jingine ambalo halina mpangilio maalum wa vina. Kwa hivyo hapo ukiwatolea mfano kama huo, sasa unawaingiza polepole ili kutambua ama kuchambua sifa za ushairi. Na wakati ambapo unawaongoza kuchambua sifa za ushairi, kama tunaweza kuendelea Susan, watatazama, mtajadiliana kuhusu yafuatayo kutokana na diwani ambayo imeidhinishwa. Na nataka nirudie, kuna diwani nyingi ambazo zimeidhinishwa. Unaweza kuchagua moja kati ya diwani hizo, ukamwelekeza mwanafunzi wako kuhusiana na sifa za ushairi, akiona shairi lenyewe kwa macho. Kwa hivyo, sifa za shairi ama za ushairi ni zipi? Maana ya ushairi waseme ni nini? Natumia lugha ya mkato yenye mpangilio maalum wa maneno. Uangalie sifa nyingine, kupangwa kwenye beti, beti zenye mishororo, mishororo yenye vipande, vinaweza kuwa kimoja, viwili, vitatu na kadhalika. Kuna ufupishaji wa maneno, kuna urefushaji wa maneno, hata kuna kudondosha neno katika shairi, katika mshororo, samahani. Pia kuna maneno mengine ambayo yameandikwa kwa njia isiyo ya kawaida, wakabadilisha sauti au herufi. Unaposema mato badala ya macho, ile choo imebadilishwa ikawa to. Kiswahili sanifu tunasema macho, kisha unaweza kusema mato, kisha useme nti badala ya nchi, nchi. Samahani, unaposema nchi umebadilisha sauti, odho hiyo pia ni lahaja ya kati ya makundi ya Waswahili wanaozungumza lugha ya Kiswahili. Waambia kwamba ama waongoze kutambua kwamba shairi wakati mwingine hutumia maneno ya kikale, maneno ya zamani ambayo hawatumiki siku hizi. Utasikia wengine wakitumia ngovi, wengine wakitumia sama badala ya mbingu. Hayo ni maneno ya kikale. Na kwa nini yanatumiwa? Usiwaambie tu waangalie maneno hayo yametumiwa, waulize umuhimu wake ni upi. Wanapofupisha neno, wanafupisha kwa nini? Ili kuleta ulinganifu wa mizani. Wanapobadilisha sauti au herufi, wanabadilisha kwa nini? Ili kuleta ulinganifu wa vina. Wanapotumia neno la zamani, wanaweza kulitumia kwa sababu linaishia kwa sauti ambayo ina maneno mengine yanatumia, au
kuupatia ushairi ule upekee wake, Vina vinaporudiwa kuna umuhimu gani? Ili kulipa shairi muziki ama ule mdundo wa kimuziki. Unapolisoma, unapolikariri, unapoligani, unahisi kwamba unagani ni muziki ambao unasikiliza. Unapofundisha ushairi, hakikisha ya kwamba umetumia msamiati mwepesi. Kumbuka wanafunzi wengi wanaogopa mashairi. Wakati ambapo unatanguliza, wakumbushe ushairi ni kama wimbo tu. Nakumbuka kwanza hao wetu walianza kusoma ushairi wakiwa grade ya 4. Kufikia grade ya 9 washapitia ushairi, grade ya 4, 5, 6 walipitia. Sasa tukavuka 7, 8 tukaja 9. Si ati hawajui wanajua vipande, wanajua ukwapi, wanajua utao. Ni kuwaonyesha tu, wanajua vina, wanajua mizani. Wanajua shairi linaweza kuwa na mstari unaorudiwa mwishoni au mwanzoni mwa ubeti. Mstari huo unaweza kuambia unaitwa kibwagizo, lakini kama hawajui huu msamiati, usiwaue, waambie tu unaweza kurudiwa au usirudiwe. Shairi linaweza kuwa na maneno ambayo yanarudiwa katika kila mshororo wa ubeti huo. Hayo yote wapitisha. Na katika hayo tulipoangalia ule mfano wa mwanzo, tulipata makundi mawili makuu ya mashairi. Ushairi huru, ushairi wa kiarudhi. Ushairi wa kiarudhi wakumbushe tu, wakiona neno arudhi wataogopa, lakini wakumbushe arudhi ni sheria tu. Arudhi ni sheria. Arudhi ni sheria. Na sheria ni nini? Ni kanuni ambazo zinaongoza. Kwa hivyo kuna mashairi ambayo yanatumia kanuni fulani ama yanafuata kanuni fulani za mpangilio wa maneno, mpangilio wa mishororo, mpangilio wa vina na kadhalika. Hayo huitwa ya kiarudhi. Kisha kuna mashairi ambayo hayafuati, si lazima yafuate kanuni hizo, yanaitwa mashairi huru. Na hayo ukiangalia yanaweza kuwa na idadi tofauti ya mishororo katika ubeti, yanaweza kuwa na mishororo si lazima iishie kwa sauti zile tu. Kuna mifano mingi. Yanaweza kuwa na matumizi mengi ya mishororo ambayo haijakamilika kiwazo. Hiyo tunaita mishororo mishata. Lakini ukiona mwanafunzi wako anashindwa mishata ni nini, muache tu, umwambie. Ukiangalia huu mshororo unaona ya kwamba kuna wazo ambalo limedokezwa, lakini linakamilikia katika huo mshororo mwingine. Kisha utamuongoza mwanafunzi kutazama wahusika katika shairi, wahusika katika ushairi. Na husika katika ushairi unaweza kuwa na yule mhusika ambaye ndiye sauti inayozungumza, huyu anaitwa nafsi neni au persona. Unaweza kuwa na mhusika ambaye ndiye habari zake zinazungumziwa hapo. Unaweza kuwa na wahusika wa aina hiyo. Nimezungumzia muundo wa ushairi wakati ambapo nilikuwa nazungumzia sifa za ushairi. Kwa hivyo katika muundo utamuongoza kutazama beti, utamuongoza kutazama mishororo, utamuongoza kutazama vipande, utamuongoza kutazama vina, utamuongoza kutazama mizani, utamuongoza pia kutazama mishororo ambayo imerudiwa. Na nimesema katika kila kipengele ambacho unampitishia mwanafunzi, muulize unafikiri ni kwa nini? Unafikiri kwa nini kipande hiki kikaanza kwa neno somo kila katika kila neno moja likaanza kila kipande cha shairi hilo. Mpitishie tu msamiati wa kawaida. Kipande cha kwanza cha mshororo huitwa ukwapi, kipande cha pili cha mshororo huitwa utao, kipande cha tatu cha mshororo huitwa mwandamizi na kadhalika. Si lazima ajue huo msamiati wote, lakini unaweza kumpitisha mwanafunzi. Unapochambua vina, Susan, nenda ile slide ya muundo wa shairi, pale pana vina tafadhali. Unapochambua vina vya shairi katika shairi, unamwelekeza kutambua kina cha kipande cha kwanza cha mshororo ambacho huitwa kina cha kati. Utamwelekeza kuchambua kina cha kipande cha pili cha mshororo ambacho kinaitwa kina cha mwisho au kina cha nje, na umuulize kwa nini vina hivyo labda vinafanana
katika shairi nzima. Sasa tuko pamoja Susan. Kisha nenda pale ile slide nyingine, muundo wa ushairi. Endelea kidogo. Nitataka tuangalie aina za mashairi kulingana na idadi ya mishororo. Pale tu sawa. Aina za mashairi kulingana na idadi ya mishororo. Haya walijifunza wakiwa gredi nafikiri ya 6. Uwaelekeze mashairi yenye mishororo miwili katika ubeti yanaitwa nini? Tathnia. Mishororo mitatu yanaitwa nini? Tathlida. Mishororo minne tarbia, na mishororo mitano tahmisa. Ukitaka kuwaambia pia kuna ya mishororo 6 unaweza kuwaambia, lakini waelekeze tu kuhusiana na yale ambayo ni ya kiwango chao. Lakini kumbuka umuhimu wa mambo haya yote ambayo unamzungumzia, unamwambia mwanafunzi wako. Pia watazame lugha katika shairi. Tumezungumzia haya yote, maneno yamefufishwa, yamerefushwa, kubadilisha herufi, kuondoa neno. Tumezungumzia kubadilisha mfuatano wa maneno. Tumezungumzia wajadili pia kwa nini lugha hiyo ikatumiwa. Tuendelee kidogo Susan. Sasa tusonge pamoja. Kisha tuangalie matumizi mengine ya lugha kama vile nahau, tashibihi, urudiaji wa sauti, mizani, vina, mishororo na miundo ya mishororo au usambamba. Hayo yote tafadhali wasikariri tu, waulize unadhani kwa nini mwandishi akatumia lugha aina hii ya lugha. Kumbuka kule chini tumesema, kule mwanzo tulizungumzia umuhimu wa lugha katika kazi za kifasihi. Naomba Susan tuende kwenye fasihi simulizi ili tukamilishe. Hadithi wanafunzi, walimu wenzangu, hadithi njoo. Fasihi simulizi tumesema huwasilishwa kwa njia ya kinywa na huridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Tunaweza kuendelea sasa Susan. Huridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hebu tuangalie. Kuna tungo mbili ambazo tumepewa. Kuna Kobe amfunza sungura adabu. Mtambaji anasema, hadithi njoo, hapo zamani za kale. Unahisi ya kwamba huyu mtambaji anazungumza moja kwa moja na hadhira ambayo inamsikiza wakati huo huo. Lakini tazama kule mwisho. Anasema, dunia ina mambo, leo ameona wanitumie kifyefe hiki. Sungura alisema huku akimpita Kobe kana kwamba hajamuona. Hapo sungura amepewa sifa ya nini? Ya binadamu. Kwa hivyo tumesema wahusika katika fasihi simulizi huweza kuwa wanyama, lakini wanyama ambao wamepewa sifa za kibinadamu. Kwa hivyo napo wazungumzia kuhusu fasihi, Susan, kama tunaweza kuendelea kidogo. Unapowaongoza, nimesema utawaongoza kujadili maana ya fasihi, sifa za fasihi, kama vile kuridhishwa kutoka kizazi hadi kingine, ni mali ya jamii, huwa na mtendaji au mwasilishaji au fanani, huwa na mahali maalum pa kuwasilishia, kwa mfano kwenye maboma ya watu. Wakati mwingine tungo hizi hubadilika sana kwa sababu mhusika anaweza kusahau au akaongezea ubunifu wake. Kisha tukitoka hapo Susan, twende tu kidogo kwenye hiyo slide nyingine. Tuendelee. Let's move. Tutazame vipengele vyote tumepewa hapo. Turudi pale. Tutazame basi pale tulipo sasa, utanzu ama tanzu na vipera vya fasihi. Tutaangalia utanzu wa hadithi ambao na migani, visasili, hurafa. Huo ni utanzu wa hadithi. Kisha kuna utanzu wa semi ambao una vipere kama vile tashibihi, sitiari, methali na vitendawili. Na hayo yote utasema yana umuhimu gani ama yana sifa zipi. Tunaweza kusonga kidogo. Kumbuka utanzu wa semi, semi nyingi kama vile nahau, tashibihi na stiari hazitegemei, huwezi kuziwasilisha zikiwa peke yake. Zinapatikana katika tanzu na vipera vingine kama vile hadithi.
lakini vitendawili unaweza kuvitengea vikao vya nini? Vikao maalum vya uwasilishaji, vikao maalum vya uwasilishaji. Nimezungumza kule chini, nimesahau nyimbo. Kuna nyimbo na nyimbo, kuna nyimbo za watoto, kuna nyimbo ambazo ni bembelezi, kuna nyimbo ambazo ni za kidini, ni za dini, na kuna nyimbo za kazi. Hizo zote tunastahili kuwapitisha wanafunzi tukiwauliza, je, nyimbo zina umuhimu gani? Nyimbo hizi zina umuhimu gani? Zina sifa gani? Kwa mfano, wimbo wa watoto. Wimbo wa watoto una matumizi ya maneno mengi yasiyo na maana, una urudiaji mwingi na kadhalika. Kisha kuna utanzu wa mazungumzo, na utanzu wa mazungumzo huwa fasihi pale ambapo unatumia lugha kwa ubunifu, lugha kwa ufundi. Na katika mazungumzo hapo, katika kiwango hiki, tunaangalia malumbano ya utani. Na hawa watoto wanajua malumbano ya utani ni nini? Ni ule mchongoano, wewe bwana, wewe ni mweusi, hata jua linakuogopa. Unaona, hawa watoto wanajua malumbano ni nini. Kisha kuna mawaidha pia ni ushauri au nasaha ambayo huweza kutolewa katika vikao maalum au vikao rasmi, au yakatolewa katika vikao ambavyo si rasmi. Tunaweza kusonga kidogo, Susan? Kuna hizo aina za nyimbo pale unaziona. Huo wimbo wa kwanza mtaangalia ni wimbo wa aina gani? Mimi naona ni kama ni bembelezi. Wa pili naona pia ni bembelezi. Wa tatu, ndama wageni bomani, wadogo hata wakubwa. Hii sijui unasikia kama huo ni wimbo wa aina gani? Kisha kuna huu unaosema waliolala tazameni jua liutosini. Mimi nahisi huo ni wimbo wa kazi, lakini we mwenyewe unaweza kuwashirikisha wanafunzi wako mkapitia nyimbo hizi ili muone ni za aina gani. Hebu tusonge kidogo. Nafikiri tumezungumza kuhusu sifa za nyimbo, hatutarudia pale, lakini jambo muhimu ambalo nitataka sana tuzingatie kuhusiana na kazi hizi za fasihi simulizi ni uwasilishaji wake. Uwasilishaji wa kazi za fasihi simulizi ni muhimu sana. Ule urudiaji, kule kuigiza baadhi ya matukio, kule kuishirikisha hadhira, kwa mfano kwa kupiga makofi, kwa kuimba wimbo ambao labda uko kwenye ngano ama uko kwenye hadithi, ni muhimu sana. Kule kutumia tanakali za sauti. Unaposema fisi alipofika njia panda alisimama hivi, harufu inatoka kule kwa sungura, nyingine inatoka kule kwingine kwa simba. Anaanza kufikiria ataenda wapi, anafanya niende wapi, mambo kama hayo. Kule kurudia, kule kuiga vitendo, kule kuiga vitendo mbalimbali. Uwasilishaji ndicho kipengele muhimu sana. Ni kipengele muhimu sana ambacho kinatofautisha kazi za fasihi simulizi na kazi za fasihi andishi. Tunaweza kusonga kidogo ili tukamilishe. Nafikiri nimezungumzia nyimbo, bembelezi nimezungumzia. Tuangalie kidogo, turudi pale tuangalie nini vipengele ama mazingira, muktadha ambapo nyimbo hizi huimbwa. Kwa mfano, ni kazini, ni maabadini ama ni wapi? Utatazama wahusika katika nyimbo, na katika nyimbo kuna wahusika wa aina mbalimbali. Kuna wahusika ambao ni yule kiongozi wa wimbo, kuna wahusika ambao ni waimbaji ambao wanarudia yale kiongozi wa wimbo anasema, kuna wahusika ambao ndio nafsi neni, ile sauti ambayo inazungumza, yule persona ambayo inazungumza katika wimbo huo. Unaweza kupata ni mtoto analalamika, unaweza kupata ni kijakazi ambaye anamwimbia mtoto. Sasa lazima umuonyeshe mwanafunzi wako kutambua hao wahusika katika nyimbo, kwa sababu kidogo wanafanana kiasi na wale wa ushairi. Pia kumbuka ujumbe katika nyimbo, si katika nyimbo tu, lakini pia katika zile tungo nyingine za fasihi simulizi. Tunaweza kusonga kidogo. Tumezungumzia wahusika katika nyimbo, hatuna haja ya kuwarudia tena. Lugha na uwasilishaji tumeizungumzia, tumerudia yule ndama wawili. Tunaweza kusonga kidogo. Tumepitia wahusika pia. Nafsi neni nimeipitia vizuri, tumeipitia.
Tuangalie hadithi. Hadithi utatumia tu mtindo huo huo tu katika hadithi. Tuende katika hadithi utatazama mifano ya hadithi ama vipera vya hadithi. Maana ya hadithi tumezungumza. Utawaambia kuna zile za kubuni, utawaambia kuna zile ambazo zimekuwa tu ni za kihistoria. Utapitia utasema utawaelekeza kutazama umuhimu wa hadithi hizi, kwa mfano kupitisha historia. Pia utaangalia uwasilishaji wa hadithi hizi. Vile tu tumesema kule, uwasilishaji ni kipengele muhimu sana. Pia utatazama wahusika katika hadithi, utatazama maudhui, utatazama mandhari, utatazama ploti. Pia utaangalia sasa aina za hadithi. Aina za hadithi kwenye hiyo slide nyingine. Aina za hadithi. Aina za hadithi. Kuna migani hadithi ambazo zinahusu mashujaa. Nimetoa mfano wa Lwanda Magere. Kila jamii ina shujaa wake. Shujaa huyo anaweza kuwa wa vita, anaweza kuwa mwanzilishi wa dini, anaweza kuwa tabibu au mganga mashuhuri, anaweza kuwa nabii. Hao ndio mashujaa wa jamii. Kwa hivyo naangalia yale yote tu, maudhui katika migani, ujumbe katika migani, umuhimu wa migani. Tumezungumzia hayo yote, uwasilishaji wa migani. Vipengele ni vile vile tu. Kisha tukiangalia hiyo slide nyingine, kuna visasili. Visasili, hiyo ni migani. Visasili, tuende kwa visasili. Visasili ni hadithi, pia ni za kihistoria na zinahusu mwanzo ama asili ya mazoea fulani au mambo fulani katika jamii ambayo yanaaminika kuwa yalikuwapo au ni ya ukweli. Kwa mfano, chanzo cha kifo, asili ya jamii fulani pale, na kadhalika. Asili ya kuabudu, kwa mfano jiwe fulani. Hicho ni kisasili, ni hadithi ambayo inaonyesha labda mwanzo wa ulimwengu, mwanzo wa mazoea fulani, pia kwa mfano mwanzo wa jamii fulani. Utapitia yale tu, utampitishia mwanafunzi wako kupitia, kumbuka vile vipengele vitano: maudhui, dhamira, mandhari, ploti, wahusika na uwasilishaji, hasa katika fasihi simulizi, mwanafunzi aweze kujua. Hurafa tumesema ni hadithi au ngano ambazo wahusika wake ni wanyama, lakini wanyama hawa wanaishi, wamepewa sifa za kibinadamu. Wanacheka, wanafurahi, wanalima makondeni, wao ni wahunzi, sivyo? Wanadanganya jinsi ambavyo binadamu anadanganya. Mpitishie mwanafunzi wako ajue ama afafanue maana na sifa za hurafa. Hurafa zina sifa gani? Zina umuhimu gani? Na kwa nini ni mashuhuri sana miongoni mwa watoto? Hebu tuangalie hekaya katika hiyo slide nyingine. Hekaya. Tuangalie hekaya. Naona Susan, tuangalie hekaya. Hekaya ni hadithi ambazo zinaonyesha mhusika ambaye ni mnyonge au ni mdogo akipata masilahi yake kwa kumdanganya mhusika mkubwa. Mhusika huyu mdogo au na mkubwa anaweza kuwa binadamu, anaweza kuwa mnyama. Katika jamii zetu, sungura ndiye ambaye anajulikana sana katika hadithi za aina hiyo. Pia huitwa hadithi ama ngano za kiayari. Katika jamii za kila siku ama katika jamii ya Waswahili, kuna yule abunuwasi ambaye anajulikana kwa ulaghai, kupata masilahi yake kupitia kwa ulaghai. Je, hekaya, muulize mwanafunzi wako, hekaya ina umuhimu gani? Kwa nini muhimu kutambiana au kutamba hekaya au kushiriki katika uwasilishaji wa hekaya? Unajifunza dhidi ya kiburi. Wakati ambapo sungura anamdanganya simba pale, anajikohoza, wenyeji mpo? Kwa sababu anajua simba anamngojea pale, wenyeji mpo? Kisha simba anasema tupo. Sungura amemteka Bakunja nani simba, na sungura sasa amejiokoa, amekula asali ya simba vizuri. Kwa hivyo inaonyesha
kwamba tusiwe na kiburi. Pia wakati mwingine huyu mhusika mjanja anaweza pia kudanganywa ama kuteswa, vile ambavyo Sungura aliteswa na nani? Na Kobe. Inaonyesha pia hata katika udanganyifu, inaonya dhidi ya nini? Dhidi ya udanganyifu. Kobe alipowadanganya ndege akachangiwa manyoya, baadaye aliachwa huko nje akaanguka pu. Kwa hivyo tunaonywa, tunafunzwa maadili kama vile unyenyekevu, tusiwe wabinafsi, tusiwe wenye tamaa na kadhalika. Kwa hivyo hizo ni hekaya. Nafikiri tumekamilisha utanzu wa hadithi. Tunaweza kuangalia semi tu, na nafikiri semi nilikuwa nimezungumzia. Tumezungumzia hekaya, tafadhali tuende kwa semi, twende utanzu wa semi. Semi, nimetaja semi 5 ambazo tunahitaji kushughulikia katika kiwango hiki. Nimetaja methali, nimetaja nahau, nimetaja tashbihi, nimetaja vitendawili, na nikasema vitendawili ndivyo ambavyo kimsingi unaweza kuviwasilisha moja kwa moja kwa hadhira hai, ambapo vitendawili, hebu Susan tupeleke kwa kile kitendawili changu pale. Vitendawili: tega. Kamba yangu ndefu ambayo haifungi nini? Haifungi, haiwezi kufunga kuni. Mwanafunzi anaketi anafikiria, anasema ni kamba gani ambayo ni ndefu tu na ambayo haiwezi kufunga kuni? Wengine watasema ni mshipi, wengine watafikiria wasema katika mazingira yangu najua ni njia tu. Huyo najua njia ndiyo ambayo ni ndefu, lakini huwezi kuikunja, haikunjiki ikafunga kuni. Kwa hivyo unapowashirikisha wanafunzi wako katika uwasilishaji wa vitendawili, kumbuka wametoka katika mazingira ambamo vitendawili vinategwa. Kwa hivyo tafadhali washirikishe kama wanafunzi ambao tayari wana ujuzi wa vitendawili hivi. Hebu tuangalie mchongo wano na mawaidha. Kuna huo beti wa kwanza, naona muda unayoyoma, lakini nataka niuangalie tu, wa mawaidha, wasia wa somo. Ewe mwanangu Rukia, wakati umeshafika wakondoa kuingia, ukapate sitirika, nasi tumekuridhia tukakupa na baraka, ila lililobakia wasia wa somo yako. Mwanangu, haya fahamu, ndoa hufungwa mbinguni, ila unalo jukumu kuitunza duniani. Utiifu ni muhimu kwa mumeo mhisani, asemalo sikaidi, sijitie nuksani. Naona huyo nafsi neni ni somo, the persona. Kumbuka somo au kungwi ni yule ambaye anafunza hawa wasichana mambo ya unyumba na kadhalika. Anampa mawaidha huyu. Kwa hivyo mawaidha yanaweza kutokea kama shairi, au yakaundiwa tu kikao rasmi cha kuyapitisha, au yakaandikwa tu kama mazungumzo. Hebu tuangalie hayo malumbano, mchongo wano. Na kuna huyu nyanya ambaye anamchongoa mjukuu wake. Mume wangu, mbona umenyong'onyea hivyo? Unyonge ni wa nini? Uwe kweli ndiye utakayeshika uta na mshale hivi kuniwindia? Unaona, kisha huyu mjukuu naye anasema mke wangu, kifyevye kama hicho ndicho ambacho kinaweza kunichukulia huru laini wangu. Unaona, wanachongoana. Mmoja anamwambia mwingine umenyong'onyea, yaani wewe ni mnyonge sana. Na mwingine anasema usinitishie, huyo mrina asali. Sasa huyu anaweza kunichukulia ururaini wangu kweli? Tunasema haya malumbano ya utani yanaweza kutokea katika miktadha mbalimbali. Kuna yale ya kiukoo. Kumbuka kuna koo ambazo zinataniana, nyinyi mnapenda nyama, hata mkiona mzoga mnakula. Kuna wale ambao wanataniana hata wakati wa mazishi. Huenda huku kwetu kusiko, lakini najua majirani zetu kuna utani hata wakati wa mazishi. Lakini tunasema ya kwamba mkumbushe mwanafunzi wako akuambie, je, haya malumbano ya utani katika jamii zetu yanatokea wapi? Kuna malumbano ya utani ya marika, kama hao vijana wanajua kuchongoana tu vizuri. Ni mchongo wano, na utatumia hiyo lugha tu ili waelewe ni nini. Mambo kama hayo. Kuna malumbano ya utani hata katika harusi. Sijui kama nyinyi mliimba, mimi nafikiri nakumbuka tukiwa wadogo,
tulikuwa tunaenda kuimbia harusi. Sisi tuko huku tunaimba tunawakejeli wale ambao tumewapa binti, nao wanatukejeli, wanasema acha tuwachukulieni mzigo, tumewaondolea mzigo na kadhalika. Hayo ndio malumbano ya utani. Waelekeze, mchambue yale yote ambayo tumezungumzia, maudhui, dhamira, mandhari na kadhalika, na ujumbe, hasa ujumbe katika tungo hizi fupi za mazungumzo. Naona tunakamilisha. Hebu tuangalie tungo za fasihi simulizi tumeshazungumzia, tunaangalia vipera na kadhalika. Malumbano ya utani nimesema, watu wenye uhusiano mwema ndio utaniana, si kila mtu ambaye utaniana. Na kwa nini ni muhimu kuwa na malumbano ya utani? Kwanza, mtakuza mahusiano mema, kisha mtatambulisha jamii. Wakati unaposema heri huyo amekufa, sasa wanyama wetu watapumzika, visungura vyetu vimeteseka sana kwa sababu yeye ni mwindaji haramu, mambo kama hayo inakuelekeza kusema nini? Kujua kwamba hii ni jamii ambayo inaendeleza uwindaji nini haramu, uhusiano. Kisha burudani, watoto wanapochongoana wanaburudika sana. Kisha utazame uwasilishaji wa malumbano, huwa unaweza kuwasilisha na watu hao makundi mawili au zaidi, na ufuata mtindo wa majibizano. Pia huweza kuwa ya masimulizi, huweza kuwa ushairi, huweza kuwa nyimbo au kauli tu za kujibizana. Haya yote watoto wetu watakuambia darasani na kadhalika. Mawaidha ni hivyo hivyo tu, unaweza kuyapata kwenye miktadha mbalimbali, maabadini, kwenye harusi, au hata katika mazungumzo ya kawaida, soga za kawaida pia. Mawaidha huweza kutolewa, bora ujue ya kwamba lazima yatumie lugha ya mvuto, lugha kwa kiufundi. Kisha umuhimu wa mawaidha hayo, kwa mfano kutambulisha jamii, kuridhisha mazoea yale ya kutoa nasaha, kutoa ujumbe na kadhalika, na pia kumpa stadi za maisha za kuishi na watu wengine. Haya, Susan, tuende kidogo. Nafikiri mawaidha nimezungumzia hayo, nimezungumzia kurekebisha tabia na kujenga tabia ya kujikubali. Nafikiri tumepitia mengi. Najua huenda nimewaharakisha sana na naomba msamaha, lakini acha tuwatazame hii tathmini ya kijisea. Ni yapi ambayo yanatujuzu kama walimu kuwaelekeza wanafunzi kwayo? Mwalimu ni kiungo muhimu sana, ni muhimili katika elimu ya nchi ama katika ubora wa elimu wa nchi, kwa sababu yeye ndiye ambaye hutupa habari za kutegemewa kuhusu huyu mwanafunzi ana umilisi gani. Na katika kiwango hiki, kumbuka, tunawatenga wanafunzi wetu kwa wale ambao watafuata sayansi, hesabu na teknolojia, wale ambao watafuata sayansi ya kijamii kama wewe na mimi, wale ambao watafuata sanaa na ya sayansi. Kwa hivyo kimsingi kijisea inatenga majogoo na vipora. Kama wewe ni jogoo katika lugha, unaenda kwa lugha. Kama wewe ni jogoo katika fasihi, unaenda kwa fasihi. Kama wewe ni jogoo katika hesabu na sayansi, unaenda kule kwa sayansi. Kama wewe ni jogoo katika historia, unaenda kwa historia. Na historia na lugha na fasihi inapatikana katika sayansi za kijamii. Kwa hivyo naweza kuangalia hiyo slide nyingine. Kwa hivyo katika tathmini, ili kukidhi haya mahitaji, tathmini, na nataka nikumbushe hapa ya kwamba tayari Wizara ya Elimu, na nataka nirudie walimu wenzangu, Wizara ya Elimu imewatumia vielelezo vya tathmini ya kijisea. Katika masomo yote. Ni juu yako, ama ninaomba we mwalimu, sitaki kusema ni juu yako, ninakuomba he mwalimu, nenda umpakulie mwanafunzi wako tathmini hizo. You download, mpakulie, rudufisha, toa nakala, mpe kila mwanafunzi ili aweze kujitathmini, na we mwenyewe uweze kujitathmini. Hata wakati unapotunga tathmini za hapo ndani shuleni, huo unatumia kielelezo hicho. Kuna sema nini? Katika karatasi ya kwanza, kuna Kiswahili kina karatasi mbili,
ni sawa tu na Kiingereza, karatasi mbili. Karatasi ya kwanza ina maswali 50 ambayo ni ya kuteua majibu, multiple choice. Na katika karatasi hiyo utapata ufahamu, vifungu vitatu vya ufahamu, na kuna kimoja ambacho kina tathmini uwazaji wa kina na utatuzi wa matatizo, the verbal reasoning. Kisha hapo kuna kifungu kifupi, utaangalia hiyo tathmini tafadhali. Kuna kifungu kifupi ambacho kimeacha nafasi, kile ambacho mlikuwa mnakiita zamani vihasho ama ufahamu wa mjazo, ambapo kinatahini namna mawasiliano ya huyu mwanafunzi. Kisha kuna sarufi au matumizi ya lugha. Tutimize alama 50. Karatasi ya pili ndiyo hii ambayo tumezungumza kwa muda wa saa moja iliyopita. Ina insha alama 15. Ina novela alama 10. Ina tamthilia alama 10. Ina ushairi alama 5 na ina fasihi simulizi alama 10. Lakini tafadhali tusizuzuliwe na hizi alama. La muhimu ni kumsaidia mwanafunzi kupata umilisi, kupata ujuzi, kupata maadili, kupata stadi ambazo anastahili kuwa nazo kufikia wakati ambapo anafanya hiyo kijisea. Acha kuangalia alama, angalia kile ambacho malengo maalum, matokeo maalum ambayo yanatarajiwa mwanafunzi huyu kupata. Ukiisha mfanya hivyo, thamani yako kama mwalimu itakuwa imeongezeka, na mwanafunzi wako ataweza kukusoma ama kusema vile ambavyo huyu Nadia alimwambia mwalimu wake, mwalimu wetu, sahibu yangu, somo wangu wa milele, johari yangu, zawadi yangu ya thamani, mtazame pale mbele kipanga, ningekuwa mgeni wa nani? Kwa hivyo mwache huyu mwanafunzi wako akuambie, akutuze, akutukuze kwa kumwezesha, kwa kufanikisha ujifunzaji wake. Si kwa kukariri kikasuku, lakini kwa kumshirikisha katika shughuli saidia kupata stadi hizi, si kwa kijinsia tu, bali kwa maisha yake ya usoni. Mustakabali wa wanafunzi wetu umo mikononi mwetu. Tuwalee, tuwaengaenge kama wakunga, jinsi ambavyo mkunga anamlea mama ambaye anapata mtoto, na jinsi ambavyo anamlea huyo mwanafunzi. Muhusishe vizuri katika shughuli kikamilifu. Hakikisha amesoma kwa kina vitabu na diwani zilizoidhinishwa ili kupata ufahamu wa kina wa vipengele vya fasihi na kujenga mazoea ya kusoma. Kumbuka, mwanafunzi ambaye hajui kusoma anashindwa kuyamudu masomo mengine. Nasema hivyo kwa sababu nimefanya utafiti. Mwanafunzi ambaye hasomi, hana umilisi wa juu wa kusoma, hushindwa kujimudu katika masomo mengine. Si lugha, si Kiswahili, si fasihi, si hesabu, si sayansi, hamudu chochote. Na kumbuka pia huku kusoma kutamsaidia kujenga umilisi wake ama ubora wake katika kujibu maswali ya lugha, hasa yale ya ufahamu. Atapata mbinu za kufasiri ujumbe katika fahamu ambazo ama vifungu vya ufahamu ambavyo amepewa. Nafikiri kwa hayo machache na mengi, nitawashukuru sana kwa kunipa hii fursa kutangamana nanyi, na najua siku moja, ipo siku ambapo tutakutana tujadili kwa kina, si kwa kupitia vile tumepitia leo, kwa kina kuhusu masuala ya fasihi na lugha kwa jumla, na jukumu letu kama walimu katika kuhakikisha wanafunzi wetu wamejifunga njuga zifaazo za kukabiliana na maisha ya sasa na ya baadaye. Asanteni. Shukran. Asante sana Daktari Assumpta, umetuongoza vizuri, tumesoma mengi, tumefaidika na walimu wameshukuru sana. Naangalia chatbox, comments za walimu ni nyingi sana wakishukuru kazi nzuri
na maswali pia yapo kwa wingi, na nitauliza kadhaa, na mhariri wetu wa idara ya Kiswahili Oxford University Press, Babu Ogutu, who is here, atatusaidia pia kuyajibu maswali. Nitaanza na swali ambalo mwalimu aliuliza, akauliza uangazie swala la uchambuzi wa fasihi kuwa ngumu kwa junior school. Haya, nafikiri hilo ni swali nzuri sana, na mimi nataka niseme hivi: uchambuzi wa fasihi ni kama kunywa maji. Kwa nini? Kwa sababu watoto hawa wanaishi fasihi. Mara tu walipoanza kuona ulimwengu, walianza kuishi fasihi. Kumbuka zile nyimbo zao, mabata watatu, mabata watatu, moja ameibwa, watabaki wangapi? Hiyo ni fasihi. Kile ambacho naomba tuwasaidie hawa watoto kwacho ni kuwaondolea ile dhana ya kwamba fasihi ni ngumu. Na wakati tunapowapitisha shughuli mbalimbali za ujifunzaji, tusitumie msamiati mgumu. Hata ule ambao mmesikia nikitumia hapa kidogo huenda ukawa mgumu kwao. Tuwatembeze tu pole pole, wasimame dede, watembee tata. Kutembea tata ni kule kutembea kama mtoto ambaye anajifunza kutembea mpaka pale ambapo watainuka. Mna bahati, hawa watoto wanaanza kusoma fasihi wakiwa gredi ya 4. Huko ndiko walianza kusoma ushairi, walianzia huko. Sasa kufika huko wanakuwa sawa, bora wajue. Sasa tunaangalia masuala, na kwa lugha nyingine yanaitwa maudhui. Tunaangalia dhamira. Ukitaka kwenda mjini, tuseme unaenda ama sokoni, unaenda kununua nini? Kununua ndizi. Hiyo ndio dhamira yako, hiyo ndio lengo lako. Kwa hivyo mwandishi anaandika ama msimulizi anasimulia kwa nia fulani, anataka tuonya. Kwa mfano, kama ni hekaya, anataka udanganyifu dhidi ya kiburi na kadhalika. Kwa hivyo tuwabadilishie mtazamo watoto wetu, tutembee nao, waseme zawadi yangu ya thamani, kwa sababu nyinyi ni zawadi za thamani, si kwa wanafunzi tu, bali pia kwa nchi. Zingine? Asante daktari. Kama Babu ana jambo. Babu pia anaweza changia. Asante. Labda katika kuongezea tu katika hili swala la ugumu wa fasihi katika uchambuzi, nafikiri daktari ameliangazia vizuri. Kisha kwa upande wa walimu, tunaweza tukahusisha wanafunzi kuwaweka katika vikundi mbalimbali. Kwa mfano, labda wanasoma novela, kila kikundi labda kinasoma novela tofauti, kisha wakaja kujadili yale mambo ya kimsingi ambayo wamejifunza darasani, kama ni maudhui katika novela fulani, mbinu za lugha, wahusika. Kwa hivyo utapata kwamba ukiwaweka pamoja, watakuwa wanachangizana mawazo na watakuwa wanapanua mawanda yao katika mitazamo ya kifasihi. Kwa hivyo ukiwahusisha na kuwashirikisha wanafunzi vilevile katika ule uchambuzi, utasaidika hata zaidi, na wanafunzi wenyewe watapata kufurahia kwa sababu watakuwa wanajihusisha wenyewe katika ile dhana ya uchambuzi na fasihi kwa jumla. Asante Babu, nataka niongeze hapo. Kwa mfano, hata kama ni tamthilia, wanafunzi naweza kuchukua onyesho moja tu, kasema leo tunaigiza hii tamthilia. Uchukue mimi ndiye Jimbo, mimi ndiye yule mwingine. Wakiigiza wanakumbuka haraka sana. Kumbuka hata tukiwa chuoni tuliambiwa role playing, ule uigizaji. Mimi najifanya mimi ni daktari, niko hapo na mdunga pale. Mimi najifanya mimi ndiye mwalimu Daniela, nazungumza na Daniela ama wazazi na Nadia au wazazi wa Nadia kuhusiana na maendeleo ya Nadia. So acha uwahusishe kabisa. Na nimeona mmoja wenu ametoa rai nzuri pale. Tufundishe na hatufundishi, tunafanikisha ujifunzaji. Tufanikishe ujifunzaji wa fasihi kwa namna ya kuburudisha, si kama hesabu ama chochote ama historia, kwa namna ya kuburudisha, ili tuweze kufurahia sisi walimu na pia wanafunzi kwa jumla.
Asanteni sana. Kuna mwalimu hapa anauliza novela ipi itatahiniwa mwaka huu ama wanapaswa Mm. kuchagua? Sasa nafikiri kuanzia mwanzo, Susan na Babu na walimu wenzangu, umesikia nikisema ya kwamba Wizara ya Elimu imeidhinisha novela nyingi zaidi ya 8 sasa, na nimesema jukumu la mwalimu ni kuhakikisha ya kwamba amewateulia wanafunzi wake angaa novela moja apitie nao darasani, angaa novela moja wapitie nao darasani, angaa novela moja, naomba nirudie Susan, wapitie nao darasani, angaa tamthilia moja wapitie nao darasani, angaa diwani moja ya ushairi au kitabu kimoja cha marejeo ya ushairi wapitie darasani. Hayo yanatosha, hayo yanatosha. Tafadhali, unaweza kuteua novela yoyote ile ambayo imeidhinishwa, na kuna orodha ya novela ambazo zimeidhinishwa kwenye kile kitabu, sijui kinaitwa Orange ama ni nini, ni Orange Orange Book. Book. Naam, Orange Yes, Book. kuna hicho kitabu, kuna lile buku pale, utaenda uangalie novela ambazo zimeidhinishwa, usome 1 2, kisha uteue uone hii naona itawafaa wanafunzi wangu. Ukiisha teua moja, mpitie darasani. Kumbuka hawa watoto wanapaswa kujifunza hata nje ya darasa. Unaweza kuwateulia nyingine wasome hata wakati wa likizo, wakati wa nini, wakati wa weekend, ili waendelee kujifunza yale ambayo walijifunza darasani, ili waone hakuna really tofauti. Kumbukeni hizi novela zimetathminiwa, na hizi tamthilia zimetathminiwa, na hizi diwani zimetathminiwa kwa viwango ama kwa mizani ile ile tu. Kwa hivyo mwalimu, teua novela unayopenda, acha wanafunzi wasome kwa kuichangamkia, na hata wewe Na, uichangamkie, kisha baadaye nafikiri wanafunzi wako watakuwa tayari wakijisea. ni kweli daktari, na katika ule uteuzi nafikiri itakuwa ni jukumu la mwalimu kusoma ile novela kwa kuangazia pia kile kiwango cha wanafunzi wake. Maanake Kabisa. utapata zile novela ziko katika viwango tofauti. Sasa wewe kama mwalimu utakuwa unawafahamu wanafunzi wako, na katika kupitia ile novela utaona kwamba yale yaliyoshughulikiwa yanaweza kuwa rahisi kwa wanafunzi wako kuelewa katika kuwaongoza. Kabisa, kabisa. Hilo ndilo jukumu la mwalimu, na nataka tuwe kama mwalimu Daniela ama wengine ambao ukimwangalia mwanafunzi wako tu hivi unajua huyu hiki ndicho ambacho kinamsumbua, hii ndio changamoto yake. Kwa hivyo nitamteulia novela kambana na hiyo changamoto. Lakini kumbuka, mwanafunzi ambaye amefika daraja ya awali, hiyo gredi ya 7, ya 8, ya 9, anapaswa kuwa sasa anajua kusoma vitabu ambavyo vina miundo mbalimbali ya sentensi. Kumbuka, tunawatayarisha kwa maisha ya kesho. Tunatujitayarishia waandishi mashuhuri, tunajitayarishia walumbi, tunatayarishia watambaji fanani kama mimi mbalimbali. Kwa hivyo tuwahusishe katika kusoma vitabu vingi. Tukumbuka kuna usomaji wa mapana ambapo pia tunahitaji kuwahusisha bila kuwachosha. Kuna kile ambacho tunaita the learner's fatigue. Hata kama unawatafutia, utafutie tu jamani, watafutie vitabu viwe tu katika kiwango chao, na usiwafishe maji. Don't drown them. Usiwafishe maji kwa mambo mengi sana. Kila wakati wape tu kile ambacho wanaweza kutafuna vizuri na wanaweza kukimeza bila kunyongwa, bila kusakama, bila kuchukia somo. Hatutaki wanafunzi wetu wachukie somo la Kiswahili au la Kiingereza au la hesabu. Pana swali jingine? Asanteni. Ningetaka kujulisha walimu kuwa vitabu vile vimetainiwa na KICD kutoka Oxford University Press viko hapa kwa screen. Grade 9 tuna diwani ya mashairi Jipe Moyo na kauli ya leo, na kwa grade ya 8 tuna insha ya siri, vingine vitafuata. Alafu grade ya 7 tuna novela kadhaa,
Twala Wapi Leo, Uhuru wa Jelani, Zawadi ya Dhamani, alafu fasihi simulizi yatumika kwa gredi ya 7, ya 8 na ya 9. Kwa hivyo ni vizuri walimu wajue pia vile vitabu tunavyo ambavyo viko approved by KICD. Ningetaka kuuliza swali hapa kidogo tu, nirudi hapo. Ni vyema kuchambua kwa kina kazi zote za fasihi katika gredi hizi za awali. Mwalimu Judy anauliza. Nafikiri nataka niseme tu na dakika chache tu niseme ya kwamba ni vyema kuvichambua kwa kina, lakini katika kina ambacho kimependekezwa na mtaala wa kiwango hiki. Tunaelewana? Kina ambacho kimependekezwa na mtaala wa kiwango hiki. Yale ambayo nimepitia ndio hayo. Usiende sana. Kama ni ufupishaji huo ufupishaji tu. Ukitaka kutaja mambo inkisari ni sawa, lakini si muhimu. Tumia kina ambacho kimependekezwa na mtaala. Kama ni kutambua ujumbe, watambua ujumbe. Kama ni kutambua umuhimu wa ploti ambao umo kwenye mtaala wao, watambua umuhimu wa ploti. Kama ni umuhimu wa mandhari ambao umo kwenye mtaala wao, watambue. Kama ni aina za mandhari ya mahali, wakati, hali na kadhalika, watambue. Kama ni umuhimu wa husika, watambue. Kama ni mishororo, beti, mizani, vina, aina za mashairi kulingana na mpangilio wa mishororo ama idadi ya mshororo, aina za vipande, ukwapi, utao, ni sawa. Hayo walijifunza hata wakiwa gredi ya 4, ya 5, ya 6, ndio walijifunza. Hamna shida, lakini msiende sana, mtumie mtaala. Najua KICD imeangalia kwamba hivi vitabu vimejikita kabisa katika mtaala. Ni kuongoze, lakini we kama mwalimu una jukumu la kutazama mtaala uone, huenda Bi Assumpta hapa amepungukiwa. Acha nione, uangalie tu. Ili pia huo unatathmini waandishi na kuwapa mwitiko, kuwapa feedback. Kama ni Oxford unawaambia Susan, waambie wenzako warekebishe hapa, waongeze kidogo hapa ili mwanafunzi aweze kufaidika na kadhalika. Nafikiri Susan ulikuwa umesahau hii kamusi ni muhimu sana katika usomaji wa mapana. Kwa hivyo tafadhali mwanafunzi awe na kamusi kama mshirika wake wa karibu sana katika usomaji wa mapana. Extensive reading ni muhimu sana kabisa. Itamsaidia pia katika kusoma kwa fasaha ama kusoma kwa sauti, kwa sababu itamuonyesha namna ambavyo anapaswa kutamka baadhi ya maneno. Asanteni. Asante, ningeelekeza hili swali kwa Babu. Ni vipi tunaweza wahusisha wanafunzi kutambua mambo haya kidijitali, haswa ikitiliwa maanani muda uliopo? Naomba ulirejelee swali. Kidogo nishatoka hapo. Mambo yepi hayo ambayo hajataja mambo gani? Lakini naamini anaongea mambo kuhusu digital literacy. Kuhusiana na umilisi wa kidijitali, hasa labda ni ule ushirikishi tu wa matumizi ya vile vifaa vya kidijitali katika kuendeleza ujifunzaji. Kwa hivyo mwanafunzi kwa mfano anaweza akatumia kifaa cha kidijitali kutafuta ngano za kiasili, ngano mbalimbali kutoka jamii yake. Anaweza akatumia kifaa cha kidijitali labda kutafuta mashairi yaloganiwa ili aweze kujifunza namna ya kugani mashairi, ama labda kutumia kifaa cha kidijitali kwa mfano kutafuta ngano ama visasili kuhusu jamii fulani ili kuweza kujifahamisha zaidi. Haya, asante sana. Mwalimu Joseph anauliza, je, ni muda gani mwafaka wa kufunza fasihi, hasa kuzingatia kwamba bado kuna masomo mengi hasa katika mtaala huu wa umilisi? Daktari. Susan, nijibu hilo? Tafadhali. Naam. Nafikiri ukiangalia vitabu
kama vile Kiswahili fasaha na vingine vya kiada ambavyo vimeidhinishwa vimekuonyesha vizuri idadi ya vipindi ambavyo unapaswa kutumia kufunza, kwa mfano sifa za novela, kufunza kwa mfano maudhui katika novela, kufunza kwa mfano muundo wa shairi. Kwa hivyo utaongozwa na mtaala pia na vitabu vya kiada, na huo muda unatosha kabisa. Huo muda unatosha kabisa. Tusiwe na kuhangaika. Unajua, tukihangaika kama walimu pia tunawafanya watoto wetu wahangaike, wapatwe na mashaka mengi sana. Huo muda unatosha kabisa, unatosha kabisa kabisa. Na Sijui nafikiri unamaanisha muda kuongezea gani? tu, Ni asubuhi ama ulikuwa unasema jioni ama nini? Sijui. Sorry. labda Babu. kuongezea tu hapo daktari, ni Mm. kwamba pia katika vitabu vyetu vya Kiswahili fasaha tumetoa vielelezo kama ni vya novela kwenye vile vifungu katika sehemu ya kusoma kwa kina. Kuna vielelezo vya tamthilia, kuna mashairi ambayo yapo pale. Kwa hivyo mwalimu ameelekezwa vilivyo. Alafu kile ambacho nitaomba sana pia walimu, jamani, tumie miongozo ya walimu, maanake kuna maelezo na maelekezo ya kina zaidi pale katika miongozo ya walimu ambayo yatakufaa sana katika kujiandaa na katika kutekeleza yale mafundisho. Asanteni sana. Walimu wanauliza kama hivi vitabu vyapatikana sokoni. Viko kwa bookshops wherever you are, wherever your school is, Nairobi, Bungoma, Kakamega, Coast. They are already in bookshops, so you can find them in your local town. They are already available. I want to request to bring this to a close because time is gone, but you can email me your questions on my email, and we can ask Daktari to answer them offline so that we can feel adequately serviced for this training for today. And I would want also to mention that we remember that when you're using the OUP products, you are benefiting from what we are calling the QR code. For those asking for digital accompaniment, digital support, this is a QR code from Kauli ya Leo. If you scan this, you'll find a lot of activities in Ushairi. And we also have the same and lots of activities put in QR codes all over Kiswahili Fasaha, our approved course book by KICD grade 7, grade 8, and grade 9. So when it comes to digital literacy, we have got you covered. You don't have to go to YouTube during your coursework or extra work. You just need to use Kiswahili Fasaha, the teacher's book, and the pupil's book. You'll find the QR codes. And there are teachers asking whether we can form a WhatsApp group. We will ask if you're willing to join the WhatsApp group. You can just leave your number. We wouldn't want to include you in a WhatsApp group and you're not willing to. So those willing to join in will be assisted by our editor, Babu, to form the WhatsApp group. Please put in your number in the chat box and we will have that WhatsApp group with your consent now, since you will have given us your number for us to form a WhatsApp group where we'll be sharing these ideas, and Daktari will be assisting us. Our editors, Babu and others, will be assisting us. For those who need the slides, ensure we have your emails with us. I believe when you're registering, you used your email. That's how you joined the Warsha for today. So we'll send the slides via email, so you don't have to worry on how you get the slides. And then we'll avail the recordings on YouTube and on Facebook. You don't have to worry about accessing it later. I'm putting up the contacts of all our sales reps, wherever you are, be it you're in Kericho, you're in Meru, you're in Kajiado. Our sales reps are ready to assist you. As I said, this material is already in the bookshops. Please ask the learners to buy Fasihi Simulizi. It will help them a lot because we don't want them to feel like oral literature is hard or difficult to maneuver. With the Fasihi Simulizi text, it will be very easy for them to cover what is required in the curriculum designs. The readers are there for every grade. So please reach out to our sales reps and they will assist you in acquiring all these titles and all these copies. Daktari, you have a parting shot for
Walimu, before we part? Ningependa niwashukuru sana kwa kunipa fursa hii kushirikiana nanyi katika kipindi hiki, na langu ni kuwatakia kila laheri wakati ambapo mnawatayarisha watoto wetu kwa maisha. Sisemi kwa tathmini, kwa maisha ya kesho. Nataka nirudie ya kwamba thamani ya mwalimu imo katika jinsi ambavyo anamuomba na kumfinyanga mwanafunzi wake, si katika darasa tu wakati anapofundisha, lakini pia anapompa maadili, anapomwezesha kupata maadili ambayo yanamsaidia katika kukabiliana na tata za maisha. Asanteni sana. Tutaendelea kushirikiana pakiwa na muda na kazi zetu zikituruhusu. Asanteni. Asante Susan, asante Babu kwa fursa hii. Shukran. Asante Daktari. We have really benefited. It was very well done. Simple for all of us, even for us who are not Kiswahili speakers, to understand. Thank you for making it exciting. And for Monday's webinar, on Monday we will have social studies. Kindly pick that link if you're in social studies, or share that link with teachers in your school or in your neighborhood, or teachers you associate with. Share that link with them. On Monday, we meet for social studies, and then we'll have Tuesday and Wednesday for science and agriculture. So we're looking at the rationalized areas too on Tuesday and Wednesday. So Monday, we meet at 4 p.m. for social studies. Kindly check the invite on the chat box. Builder, there are people who are still asking for the link. Please share it as many times as possible. And there you go. Please find Builder on the chat box. The link is sent by Builder. Pick it from there. Let's meet you at 4 p.m. on Monday. And then please make sure as you register with your official names that will appear on your certificate, so that we can be able to duly offer you that certificate with the authenticity should have, that you can work with it to any office. We'll send it on soft copy on your emails, and then you'll print it from your end. Thank you very much for being with us. Thank you, Daktari. Thank you, Babu. Thank you, teachers. Let me allow you to enjoy your Furahi Day and enjoy your weekend, and see you again on Monday. And thank you for availing yourselves with your very tight program with the midterm exams happening. Please let the other teachers know what's happening at 4 p.m. every day until Wednesday, so that we don't leave anyone behind. See you all on Monday. Thank you. Enjoy your weekend. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.